Amani ya Kristo iwe nanyi. Asanti sana wapendwa, kaka na dada popote mlipo. Asanti kwa kuungana nami ili tupate kujifunza neno la Mungu. Kwani katika maisha kuna utaratibu na kuna mwelekeo. Na katika maisha ya mwanadamu, utaratibu tunachukua kwa Kristo Yesu. Mwelekeo tunachukua kwa Kristo Yesu. Kwa hivyo chochote unataka kufanya, chochote unafikiria, chochote unapanga, muhusishe Mungu. Na kuna kisuisi kitakuwa katika njia zako. Kuna mwimbaji mmoja alimuimbia Kristo. Naye mimi napenda huu wimbo, unanitia moyo kwamba niko ndani ya Yesu, mimi ninaburudika. Niko ndani ya Yesu, kweli ninaburudika. Na wewe kuja kwa Yesu, tukaburudike. Karibu tena kwa Yesu, kweli tutaburudika. Wacha tusifunze neno kwa sababu samahani sana. Tujifunze neno la Mungu ili tupate mwelekeo jinsi tunapaswa kuishi katika maisha haya. Ili tumfurahishe Mungu na wanadamu, na pia tutimize amri na mapenzi ya Mungu. Leo tutajifunza kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Inasema hivi: wale ambao wanasikiza neno hili si kwamba hamjasikia neno siku nyingine. Mumehubiria tangu mkiwa wadogo mpaka leo hii. Pengine uliteresa kidogo ukarudi nyuma. Pengine uchateresa uko tu bado kwa Mungu. Lakini hili neno linakuhusu. Kwa sababu pia mimi mbaya ninalisoma, linanihusu sana. Na ninalihitaji sana. Wacha kwa jina la Kristo Yesu nisome. Inasema hivi, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Usipotubu. Ilo neno kidogo, neno fupi, ndilo tunahitaji katika maisha yetu. Tukumbuke pale tulianguka. Ulikuwa unaomba vizuri. Ulikuwa unashiriki na wenzako katika kumwabudu Mungu na kujifunza neno la Mungu. Lakini ulisembea wapi? Amani ambayo ilikuwa katika nyumba yako, wewe na mke wako, wewe na mume wako, wewe na watoto wako, wewe na baba yako, wewe na wafanyikazi wenzako, wewe na wanakijiji, wewe na wanafunzi wenzako, ilianza kuvurugika wapi? Rudi hapo. Utubu. Sababu mahali mnakosa nia mtu ule ambaye mumekuwa na yeye siku zote, ina maana kuna mahali umeingia haikumfurahisha. Kwa hivyo rudi ukumbuke kwamba kweli hapa vile nilizungumza haikuwa vizuri, vile nilifanya haikuwa vizuri. Rudi ukaombe msamaha. Na pia rudi kwa Kristo Yesu, mwambie Baba, nimesikitika na kuhusunika kwa kukurudisha juu ya msalaba kwa matendo yangu mabaya. Nisamee. Yeye alisha kusamee, anakungoja huje, wewe uko na wasiwasi. Kristo hataki pesa. Hataki ulie majosi. Anataka ukubali kutoka kwa roho yako ndani kwamba mimi ni mkosefu. Mimi ni mwenye dhambi. Baba nioshe. Mimi ni mjinga. Nifundishe. Sitasema mengi, bali kile ambacho Kristo Yesu alitaka tupate kutoka kwa haya maandiko tumesha kipata, mimi na wewe. Kwa hivyo wacha tujifunze kuanzia leo ni wapi tulipotelea, tumurudie. Amani ya Kristo iwe nanyi, na Kristo anawapenda sana.
anapenda kila mmoja, isipokuwa shetani anakupeleka namna hii, anajaribu kukupoteza. Lakini Kristo anakupenda, na vile mikono yake iko hivi msalabani, anamaanisha kuja, anakungoja. Amani ya Kristo iwe nanyi.